Nitashangaa kusikia mpaka hivi sasa bado kuna watu wanaamini kwamba ukipatwa na ulemavu ndio mwisho wa maisha yako. Bila shaka kwa jibu hili, hata wewe utashangaa kama mimi. Vijana wengi wanapopatwa na ulemavu hupoteza matumaini kabisa katika kuamini kwamba ndio mwisho wa maisha yao. Kumbe si hivyo. Ulemavu sio kigezo cha kukufanya ufikirie kuwa ndio mwisho wa maisha yako. Kassim Mbaruku, almaarufu Mbappe, ni mchezaji wa timu ya taifa ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu Tembo Warriors, ambaye hivi karibuni alisajiliwa katika klabu ya Depsas Energy Sport ya nchini Uturuki. Kassim Mbaruku, yeye si mchezaji wa kwanza kutoka Tanzania kwenda kucheza soka la kulipwa nchini Uturuki, kwani Tanzania ilishatoa wengineo kadhaa wanaocheza soka la kulipwa nchini humo. Licha ya ulemavu walionao, walifanikiwa pia kutimiza ndoto zao kupitia mpira wa miguu na kusaidia familia zao nyumbani Tanzania kwa kuwanyanyua kiuchumi familia hizo, hivyo kuondoa dhana ya eti ukiwa na ulemavu unakuwa tegemezi. Bila shaka kwa kutambua mchango wa hili, ndiyo maana serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia kwa Rais wa awamu ya 6 Dr. Samia Suluhu Hassan ikaamua kuubeba mchezo huu ili kuwashika mkono vijana wengi waliokata tamaa kwa ulemavu wao kutimiza ndoto zao. Timu yetu hii ina miaka michache toka imeundwa. Wameundwa 2018, si ndio? Lakini kuna timu toka wengine hamjazaliwa hapa zipo katika nchi hii ya Tanzania. Walishakwenda mashindano ya dunia. Nilikuwa namtania waziri mkuu na Namungo yake. Nikamwambia Namungo imeundwa mwaka gani? Akaniambia 2014. Akajisifu wameanza daraja la kwanza. Wakaenda Premier. Wakaenda tukajenga kiwanja. Wakaenda tukafundisha timu nyingine Kinondoni wapi, wamekuja kusoma kwetu. Nikamwambia kini hamjaenda mashindano ya dunia. Watoto wangu hawa kesho kutwa wanaenda mashindano ya dunia. Na kwa maana hiyo tutaendelea kuwatunza na kuwajengea mazingira ili mtakapokwenda Uturuki basi na kwenyewe mkafanye vizuri. Miaka ya 1980 hadi 1990, mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu ulianza kutambulika baada ya muasisi wa mchezo huu, Don Bennett, Marekani aliyepata ajali ya boti na kuvunjika mguu, kutambua nafasi ya kucheza mpira kwa watu wenye ulemavu hadi kuanzishwa kwa shindano la kwanza la mchezo huo mwaka 1984. Kisha dunia ikautambua mchezo huo mwaka 2003 kwa kuanzisha shirikisho la mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu WAF, hivyo kuratibu na kutambua mataifa duniani kupitia mchezo huo. Hapa Tanzania, katika jiji la Dar es Salaam, tarehe 9 mwezi wa 7 mwaka 2018, ndio ulifanyika uzinduzi rasmi wa shirikisho la mchezo huu kwa watu wenye ulemavu, na safari ya kuanza kuibua vipaji na kuviendeleza ikaanza. Hadi sasa mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu umepiga hatua kwa kiasi kikubwa nchini, kwani mwaka 2022 timu ya taifa ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu Tembo Warriors ilishika nafasi ya 7 kwa ubora duniani. Timu hii pia mwaka 2025 ilifanikiwa kuliletea medali za silver taifa la Tanzania kutoka mashindano ya Afrika Mashariki na Kati CECAF, kwa kushika nafasi ya 2 kwenye mashindano hayo, ikiwa chini ya kocha mkuu Ivo Mapunda akisaidiwa na Juma Mpongo katika benchi la ufundi la timu hiyo jijini Bujumbura nchini Burundi. Hii ni ngoma ya asili hapa Burundi. Hakika ukiwa Afrika utagundua Afrika inavutia kwa kuenzi asili yake, kama ilivyo kwa Burundi kupitia ngoma hii. Huu ulikuwa ni ufunguzi wa mashindano ya CECAF hapa Bujumbura, Burundi,
ambapo ilishuhudiwa Tembo Warriors wakipoteza kwa mabao 2-0 katika mechi yao ya kwanza dhidi ya Kenya. Hali hii ilimfanya kocha Ivo Mapunda na vijana wake kukaa chini na kujiuliza maswali mengi: wapi walikosea, na kurekebisha makosa ya kiufundi ili kufanya kitu kwa ajili ya Tanzania. Siku iliyofuata timu ikarejea tena kwenye ubora wake na kuhakikisha inapata ushindi, tena ushindi mnono wa mabao 4-1 dhidi ya Uganda. Tembo Warriors waliacha alama kwenye mashindano hayo, hasa baada ya kuwatoa wenyeji Burundi kwa kuwafunga bao 1-0 kwenye mechi ya nusu fainali. Kweli kapteni, hongera sana. Jana mmetupiga mno, lile goli lile limoja lile lichungu, afu mwanzo mpaka mwisho. Afu kingine kitu ambacho nimepongeza kwa nchi ya Tanzania, ile wimbo wa taifa, Mungu pongeza Tanzania, Mungu pongeza Afrika. Africa is one. Tanzania. Kwa kweli wimbo nimeupenda sana. Kwa ndugu zangu wa Tanzania, tumefurahi. Mmekuja, tumecheza, mmetupiga kweli. Katika mechi ya fainali, Tembo Warriors wakapoteza dhidi ya Kenya kwa mabao 2-0. Kiujumla mashindano yalikuwa mazuri sana, japokuwa dakika za mwishoni kabisa kwenye mchezo wa fainali waamuzi waliharibu mchezo na kuondoa ladha halisi ya mchezo wa fainali. Lakini pamoja na hayo hatujakata tamaa. Tutaendelea na maandalizi ya mashindano mengine na mengine kwa sababu kuna makosa ya kibinadamu ambayo yanaweza akakufanya ukatoka mchezoni, lakini bado sisi hatujatoka mchezoni. Tutaendelea kupigana kwa ajili ya soka la watu wenye ulemavu ili tuhakikishe tumelipeleka mahali panapostahili. Ivo Mapunda, kocha mkuu katika benchi la ufundi la Tembo Warriors, akisaidiwa na Juma Mpongo. Wote hawa wawili waliwahi kufanya kazi huko nyuma pamoja wakiwa magolikipa katika klabu ya soka ya Tanzania Prisons. Hivyo ikawa rahisi tu kwa kila mmoja kumfahamu mwenzake na kujua namna ya kufanya naye kazi. Pengine ndiyo maana timu haikuteteleka. Nafikiri ni motivation kubwa sana kwa wachezaji kuona kwamba kumbe inawezekana kufika mahali yoyote na kufika fainali inawezekana. Lakini pia ni motivation kwa federation na serikali pia kuona kwamba wanapaswa kuendelea kuisupport timu, kuendelea kusupport mchezo huu, kwani unaweza ukaleta na kutufikisha mbali zaidi kuliko hapa ambapo tumefika. Kushikwa mkono na serikali katika mahitaji ya timu, hata ikiwa nchini Burundi, kulifanywa na ubalozi wa Tanzania nchini humo. Pia hili lilichangia mafanikio kwa timu hii kufanya vizuri kwenye mashindano hayo ya Sekafa. Tumeweza kumaliza mashindano salama, lakini pia tunamshukuru kwa hii nafasi ambayo tumeipata, nafasi ya pili. Kwa hiyo tunajisabia kama ni washindi. Kitu ambacho nimejifunza vitu vingi sana, hasa kucheza uwanja wa ugenini, kwa sababu mashindano tumecheza nje ya nyumbani na tumeona ugumu ambao tuliokutana nao. Zingatia nusu fainali tukutana na mwenyeji. Mechi ya fainali tumeona jinsi gani kulivyokuwa na ugumu, lakini yote kwa yote sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa matokeo ambayo tumeyapata. Narudi nyumbani najisabia kama ni washindi. Yapo mengi ya kujifunza, yapo mengi ya kuzingatia. Hii ni kutokana na mashindano haya ya Afrika Mashariki na Kati yaliyofanyika hapa Bujumbura, Burundi. Licha ya timu ya Tembo Warriors kushika nafasi ya pili katika mashindano haya, vipo vitu vingi vya kuzingatia ili kukuza mchezo huu barani Afrika na kuondoa uchumi tegemezi kutoka kwa watu wenye ulemavu na hatimaye kuwa wachezaji wa kulipwa katika mchezo huu. Kila mahali kunakuwa na changamoto. Ukienda kwenye football 11 kuna changamoto, lakini ukija kwenye amputee pia kuna changamoto, lakini changamoto kubwa iliyopo ni ya mpira wa amputee, kwa sababu kwanza ni mazingira waliokuwa nayo wao wenyewe kimwili. Ni kwamba unamfundisha mchezaji yule ambaye ana upungufu
wa kiungo mwilini, especially mguu au mkono. Kwa hiyo unaangalia ni namna gani ambavyo unaweza ukamfundisha. Anaweza asifikie kile kiwango ambacho wewe unakitaka, lakini ukafanya juu chini kuhakikisha kwamba kile unachokihitaji kinafanikiwa. Kwa hiyo unahitaji njia mbadala au mazoezi mbadala kuhakikisha kwamba yale malengo ambayo mwalimu amejiwekea basi yanafika. Lakini pia labda changamoto nyingine ni hizi changamoto ambazo naweza nikasema ni za kijamii. Changamoto za kijamii ambazo zipo kwenye ufundishaji wa hizi timu za amputee. Kwanza ni hali zao, nikiwa na maana kifedha, ukiona kama shirikisho bado hawana uwezo mkubwa sana wa kujiendesha wao wenyewe, nikiwa na maana kwamba kujiendesha kifedha. Ni shirikisho ambalo linategemea hisani, linategemea michango, usaidizi. Kwa hiyo ni changamoto mojawapo ni hiyo, kwa sababu ukijaribu hata kuangalia mazingira ya kambi, maandalizi kwa ujumla yanakuwa ni duni sana, tofauti na michezo mingine ambayo inakuwa na usaidizi, lakini pia wanakuwa na uwezo wa fedha. Kwa hiyo kwa ujumla nadhani ndio changamoto kubwa sana ambazo zipo kwa timu ya amputee. Na sio kwamba haiwezekani kuwasaidia, lakini nadhani ni ile mentality tu ambayo ipo ya kusema kwamba hawa ni walemavu. Kwa sababu ukijaribu kuangalia, ukienda kwenye uhalisia, lakini ukienda kwenye usawa au haki sawa, nadhani pia nao wana haki ya kupewa misaada kama ambavyo timu nyingine au magrupu mengine yanaweza yakapewa kipaumbele, hasasa kwenye huu mpira wa miguu kwa walemavu wa kiume pamoja na wa kike. Naweza nikasema kwamba ni kundi ambalo limesahaulika sana, sasa kwenye football, kundi ambalo limesahaulika sana kwa sababu tunaangalia ni namna gani ambavyo tunaweza tukawashika mkono. Shika mkono inawezekana tukawashika mkono iwapo kama tutaamua. Naona baadhi ya taasisi nyingine mbalimbali au makampuni mbalimbali yana base sana kwenye michezo mingine, inaweza kuwa ni football, lakini hawabezi sana kwenye kuwasaidia hasasa walemavu ambao pia wanakuwa wanaipeperusha bendera ya taifa. Pongezi kwao Baraza la Michezo la Taifa BMT chini ya Wizara ya Habari, Sanaa, Utamaduni na Michezo kwa kuhakikisha wanagharamia fedha za tiketi kwa timu nzima na posho za wachezaji. Baada ya kurejea na medali za silver kwa kushika nafasi ya pili, wizara pia ilitoa pongezi ya fedha kiasi cha shilingi milioni 7 kwa timu hii. Kionyesha kwa upande wetu, lakini pia tuendelee kusisitiza na kuwaomba viongozi na wadau mbalimbali waendelee kutusupport ili tuweze kukuza huu mchezo wetu, kwa sababu mchezo wetu bado nyumbani haujakuwa ajira kwa ngazi za vilabu. Nikipenda zaidi ni challenge iliyokuwepo, ilikuwa kubwa sana. Challenge iliyokuwepo ilikuwa kubwa. Kwanza kwa majirani zetu, hongereni sana. Tumeshinda finali lakini haikuwa rahisi. Shona. Sasa basi ni sisi pia tumeshinda hii tournament, lakini tuzidi kujiandaa zaidi, sababu ndugu zetu wapo vizuri na wanazidi pia kujiandaa, na sisi pia tutakaporudi kwa taifa letu tuweze kujiandaa zaidi. Ile challenge ilikuwa juu. Mwenyeji pia hakuwa kidogo, alikuwa amejiandaa. Sema amepatana Tanzania akamtoa hiyo nusu finali. Kusema kweli michuano ilikuwa ngumu, haikuwa rahisi. Tanzania unawazungumzia kucheza nao mara mbili. Kipi kilikuwa bora zaidi kwao? Kipi kilikuwa bora? Tuseme wanajitahidi, ni wapambanaji, wanakimbia, wanapiga pasi nyingi. Uzoefu kidogo ndio bado haujakuwa, lakini watakuwa imara zaidi endapo watapiga mechi nyingi sana za kirafiki, na kwenye michuano kama hii wakiparticipate pia inakuwa wanakuwa kimchezo zaidi. Ila ni vijana wazuri sana, wepesi, wanaopiga mwingi, wanashambulia. Tuna furaha juu
nchi yetu nayo imeparticipe mu hii competition, na njoo ile kabisa ilikuwa nia yetu. Na wakati tunakutana na shi bote wandugu walemavu, tunakuwa na moyo wa kutulia. Tuko wandugu kweli, tunakuya kufanya competition, lakini ni kuungana, tufamiane. Sisi wachezaji wa Afrique de l'Est na Afrique Centrale tufamiane. Ile ndio ilikuwa nia yetu kabisa. Niko na furaha sana sana kabisa vile tulifika tunacheza, na ile inaonesha upendo. Wakati tunaungana, tuko fasi moja, na ndio tutaenda mbele. Batu bataona kama walemavu nabo wanaweza. Na wakati bananiona mimi mwanamke mlemavu, nikusema na mwanamke naye anaweza. Ile kabisa ni furaha kubwa, na wakati tutarudi kwetu ndio tutaleta na ile habari, na italeta tena nia kubengine baone kabisa maana ya sport, baone maana ya football, maana ya kuungana na bengine bandugu walemavu. Katika kujifunza ili kukua na kuwa bora katika michezo, Tanzania inahitaji kuwekeza zaidi katika mchezo huu ili kuwagusa zaidi watu wengi wenye ulemavu, kuiona fursa kupitia mchezo huu. Kwani michezo ni kiwanda kizuri kuwanyanyua watu wenye ulemavu kiuchumi, na hata kutengeneza ajira kwa walio na ulemavu na hata wale wasio na ulemavu. Serikali kupitia Dira ya Taifa ya mwaka 2050 imetambua swala la uchumi imara, jumuishi na shindani, ikilenga kuinua wananchi wake kiuchumi na kuweka mazingira ya kupunguza umasikini. Hivyo kama serikali ikiwekeza kupitia michezo, hasa kwa watu wenye ulemavu, itapunguza utegemezi na kuwafanya wajitegemee, lakini pia itaongeza ajira kupitia michezo. Miongoni mwa uwekezaji ambao ukifanyika kwenye mchezo huu utasaidia ukuaji wa haraka, kwanza ni kuwawezesha makocha wazawa kupata fursa ya kuongeza elimu. Pili ni ujenzi wa miundombinu ya kutosha, hivyo kutoa fursa kwa vijana wengi wenye ulemavu kupata nafasi ya kucheza. Aidha, unahitajika mchezo huu kuwa sehemu ya michezo ya UMISETA na UMITASHUMTA, kuwapata wachezaji katika umri sahihi kabla hawajaingia mtaani na kukatishwa tamaa na jamii baada ya maisha ya shule. Lengo la Shirikisho la Mpira wa Miguu kwa Watu wenye Ulemavu Tanzania, TAF, ni kuhakikisha mchezo huu unachezwa nchi nzima, hivyo kuhamasisha mikoa kuanzisha vilabu na wao kuwawezesha vifaa vya michezo kama vile magongo ya kuchezea. Huku hadi sasa tayari klabu moja imeundwa mkoani Tabora na nyingine mkoani Mtwara, hivyo kuwaomba wadau na makampuni kuwashika mkono waanzishe ligi imara itakayosaidia upatikanaji wa wachezaji imara katika timu ya taifa ya mpira wa miguu ili kuendelea kuiweka Tanzania katika ramani ya mpira wa miguu kwa watu wenye ulemavu duniani. Makala hii imeandaliwa na kuletwa kwenu nami Khalid Msabaha. Asante kwa kuwa nami. El Mario.